Habari ndugu mtangazaji, karibu tena katika kipindi changu hiki cha mahusiano. Huwa sipendi sana mtu mwenye kauli eti nilishawahi kufanya sana vile na vile na nikaachwa. Yaani mtu asiwaze kuachilia na kuamini alifanya yale kwa sababu alikuwa anampenda. Ukiona comment au neno la mtu anasema nilishawahi kufanya vile na vile ila nikaachwa, jua huyo mtu ukiingia naye kwenye mahusiano ya kimapenzi kuna vitu hawezi kukufanyia vya upendo kwa sababu eti alishawahi kufanya kwa ex wake na akaachwa. Huyo mtu kaa naye mbali, mwache aendelee kukumbuka yale mema aliyofanyiwa kwa ex wake, kwa sababu atakutesa sana, kwa sababu anaishi na leo ila yeye bado yuko na wazamani. Ataishi na wewe akiwaza utamfanyia kama alivyofanyiwa na ex wake. Pia mkimbie sana ukikutana na mtu ambaye anajihesabia haki au mema aliyowahi kufanya kwa ex wake kwa sababu ana kisasi, asije kujilipiza kwako kwa sababu bado yako anayo maumivu ya nyuma. Kwa hiyo msikilize kwa umakini sana maneno ya mtu anayetaka kuanzisha naye mahusiano. Soma komenti za watu, utaona anazungumzia nini kwenye posti zinazoongelea kujitoa kwenye mahusiano au kujiachia na namna ya kupenda. Au ukiona comment negative sana, hata usiende DM kwa kumwacha, huyo bado ni Mgalatia. Kuna watu humu ukiwaona kama wanahitaji sana mahusiano, ila ukiwaongeza kwa ukaribu tu utaona si wahitaji wa mahusiano ya kesho zao njema, ila hamu na upweke ndizo zinawafanya hivyo, ila ndani mwao hawajaona au hawajapona. Wana hasira juu ya watu waliowaumiza na wanayosumu kwenye mioyo yao, ila upweke na hamu tu ndio zinawafanya na zinawatesa. Na wakati mwingine wakiona watu wanatoa shuhuda au wakiona watu fulani wanaoa na kuolewa wanatamani, ila kwa ndani si watu sahihi kabisa kwa mtu aliye serious na ndoa au mahusiano yenye tija kwa ajili ya ndoa. Basi kwa haya machache usisahau kusubscribe page yangu. Karibu tena katika somo.